Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, leo napenda nikufundishe kitu kidogo ambapo tutajifunza namna ya kutengeneza wafku wa muthalithu. Na hii utaitumia kutengenezea wakfu wote ule ambao viboksi vyake ni vya namba za witri. Kwa mfano wa muthalithu kuna muhamisu, kuna musabiu, mutasiu, 11, yani ziko 11. Yani viboksi vinakuwa 11. Kwa hiyo unaweza kutengeneza watatu, watano, wasaba, watisa na kuendelea huko. Zinazidi kupanuka hivyo, na wewe unaweza ukafanya zaidi. Na hii ndio formula ambayo ina apply katika hizo. Lakini katika huu wakfu, kwa mfano unaoishia na wa viboksi ambavyo vinagawika kwa mbili, kwa mfano wakfu wa murabiu, musadis, muthaminu, na muashiru. Hizo hapo kidogo zinakuwa zina njia tofauti kidogo. Kwa hiyo mimi nataka nifundishe kwanza hii hapa ambayo ni njia nyepesi zaidi kuliko zote. Kwa maana kwamba mtu wengi wao wakitengeneza wakfu wa muthalithu, kuna wengine wanakuwa na kalili, labda hapa inakuwa 2, hapa ngapi, 1, shilingi ngapi na vitu kama hivyo. Sasa nitakufundisha njia ambayo itakusababisha wewe uelewe, wewe unapanga mwenyewe bila kukariri. Umeona? Na wakfu wa muthalith, yani elimu ya wakfu kwa ujumla ni elimu ya mathematics. Kwa hiyo inahitaji utulivu wa kihesabu, sio vitu vigumu, lakini vinahitaji tu hesabu. Kujumlisha, kugawanya, kutoa, kufanyaje nini, vitu kama hivyo. Umeona? Na kuzingatia wanaita ile kanuni zake. Unajua tu kanuni, basi yenyewe inakuwa ina shida. Umeona? Ina kanuni zake. Ngoja nikuchoree kwanza hapa. Tuanze hapa. Ngoja nichore boksi la muthalithu kama hivi unavyoona. Ni kubwa kidogo. Unaona? Kubwa kidogo. Unaona hapa hivi. Kwa hiyo viboksi vitatu kwenda huku na vitatu kwenda huku. Hiyo ndo 3x3, wanaita ni 3x3. Alafu inakuja ni vyumba 9. Umeona? Hii kwa Kiingereza wanaita 3x3 magic square. Yani ni muthalithu. Maana yake viboksi kupanda juu, kwa mfano kama hivi hapa. Kwa kupanda hivi juu vinakuwa ni viboksi, kwa kupanda hivi juu au kushuka chini vinakuwa ni viboksi vitatu, alafu kwenda huku au kwenda huku, vyote utakavyoenda vinakuwa ni viboksi vitatu, 1, 2, 3, then 1, 2 na hii hapa ya 3. Kwa hiyo inakuwa ni viboksi vitatu kwa vitatu. Kwa hiyo wanaita 3x3 magic square. Kwenye hesabu wale wanaosoma huko masekondari, huko shule ya msingi wanaita sudoku. Wanaita sudoku. Ambapo huku kwenye Kiarabu ndo tunaita wafku. Umeona? Ndo tunaita wafku. Kwa hiyo katika namna ya kujaza hii hapa wafku hii hapa, tunakuwa tunaanza na namba ya katikati. Kwa mfano huku kuna kiboksi na huku kuna kiboksi. Sisi tunaanza hapa katikati, hapa ndo tunaweka namba 1. Unaona? Hapa katikati ndo tunaanza kuweka namba 1. Na namna tunavyokuwa tunazijaza hizi namba katika hivyo viboksi hivyo hapa, tunakuwa mara nyingi tunaangalia diagonal, tunafuata mstari wa diagonal. Diagonal ni mstari huu hapa. Naonyesha vizuri. Na nibadilishe na rangi.
niende kwenye nyekundu ya kuwa diagonal, tunaenda hivi, tunaenda hivi, tunaenda hivi, tunaenda hivi, yani kona hadi kona, yani iko hivi, tunaenda kona mpaka kona. Alafu ngoja niweke badilisha kalamu hapa, yani tunaenda kona hadi kona. Mfano kona hii hapa, hapa hii hapa hivi, nakwenda na kona hii hapa, hii ya pili, nakuja kona hii hapa, ya tatu hapa, yani kona hadi kona. Ndio maana mstari unakuwa unaenda hivyo. Kwa mfano ukigusia hapa hivi na hapa hii hapa kona hii hapa, sasa hapa katikati hivi ndo yani hizi tunaenda kwa mfumo wa kona kona, ni kona hadi kona. Umeona? Hii ndio namna tunavyokwenda. Sasa kama tunafuata hiyo mistari ya diagonal, kuna kitu kimoja natakiwa kizingatie. Tunapokuwa tumetoka, kwa mfano tumeanza namba 1, na maana yake namba 2 kuja kuipata, tunatakiwa tutoke nje ya box. Kwa sababu tunafuata hii mistari hivi, maana yake namba 1 na namba 2 inatakiwa iwe kwa juu yake. Sasa ukipanda juu yake hapa, unakutana hakuna kiboksi chochote. Kwa hiyo maana tunakuwa tunaenda nje ya kiboksi. Umeona? Sasa pale utakachokifanya, unatengeneza, yaani ukishatoka hapa ukienda hapa, unatengeneza kitu cha namna hii. Vimishale hivi hapa. Umeona? Yaani hivi ndio tutakuwa tunatumia hichi hapa kama mwongozo. Na hii ni kwa ajili tu ya kukuongoza tu kwa muda tu, ili usipoteze direction. Baadaye nitajaza mimi mwenyewe tu haraka haraka, lakini mimi nitakuwa nafahamu. Umeona? Yaani sasa hapa ni kama ninamuelekeza mtu ambaye ni beginner kabisa, ndo anaanza. Kwa hiyo ndio maana naanza kuelezea vizuri hapa. Nachora hivi vitu hivi. Hichi kitu lazima ukichore hichi hapa unapokuwa umetoka nje ya box. Haya. Sasa basi unapotoka nje ya box hapa, unaona mshale mmoja unaangalia chini hapa. Kwa hiyo nibadilisha rangi kidogo ili uweze kuona. Kuna hichi kimshale kinaangalia chini na kingine kinaangalia kushoto. Sasa ukienda huku kushoto huku, hakuna kiboksi chochote. Kwa hiyo huku hatutahusika napo. Lakini ukienda huku chini huku, viboksi vipo. Sasa sheria inakwambia unaenda moja kwa moja mpaka kiboksi cha mwisho kabisa ambacho kiko maeneo haya. Yaani ukishuka chini unaenda mpaka mwisho. Ndio sheria inavyosema. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja mpaka kwenye kiboksi cha mwisho. Haya, turudi hapa nikuoneshe vizuri. Sasa namba 1 ukianza nayo hapa, hii blue, tunarudi kwenye blue yetu. Namba 1 umeanza nayo hapa. Namba ukipanda juu hivi unakutana nje ya box. Kwa hiyo kushoto hutaenda kwa sababu hakuna kiboksi chochote. Tunaenda chini moja kwa moja mpaka chini huko, tunaandika namba 2. Halafu tunaenda tena hivi, tunafuata ule mstari wetu. Kwa sababu tunatoka nje, tunachora hichi kialama. Huku chini hakuna viboksi, lakini huku kushoto vipo. Tunaenda moja kwa moja mpaka mwisho huku kushoto, tunaandika namba 3. Halafu tunapanda tena juu. Tukipanda hapa juu, umeona tayari kuna namba 1 iko tayari. Sheria inakwambia kwamba andika chini yake. Kwa hiyo mimi naenda kwenye hii namba 3 hii. Hii hapa namba 3 hii. Naandika chini yake namba 4. Kwa sababu huko juu ambako nitakiwa kwenda tayari kuna namba ishajaa. Kwa hiyo mimi naandika chini yake. Nikishatoka hapa napanda juu hivi, naandika namba 5 hapa. Napanda tena, naandika namba 6. Napanda tena, natoka nje ya box. Umeona? Natoka nje ya box. Ukiangalia huku chini hakuna kiboksi, wala huku kushoto hakuna kiboksi. Sheria inakwambia andika chini yake. Kwa hiyo naandika namba 7 hapa. Alafu naenda tena naandika kile kiboksi hichi kialama tena. Huku chini hakuna boksi, ila kushoto boksi kipo. Naenda moja kwa moja mpaka mwisho, naandika namba 8. Sababu nilitokea kwenye namba 7. Kwa hiyo mimi naendelea kupanda juu, nachora tena nimetoka nje. Kwa hiyo kushoto huku hakuna viboksi, ila chini kuna viboksi. Naenda moja kwa moja mpaka namba 9.
Kwa hiyo finally nitajikuta kwamba nikishamaliza kabisa kujaza hapa, wakfu wangu utakuwa unaonekana hivi. Utakuwa unaonekana namna hii. Itakuwa ni moja hapa, mbili hapa, tatu hapa, 4, 5, 6, 7, 8, alafu hapa ni namba 9 hivi. Kwa hiyo hii hapa ndio itakuwa inaonekana ndo wakfu nikishaujaza kwa kutumia hizo mbinu nimezokuonyesha hizo hapo. Kwa hiyo nitakuja kupata wakfu huu hapo. Umeona? Kwa hiyo wewe utakuwa unafanya practice, unafanya mazoezi hapo mpaka itafika mahala utaanza kuona ni rahisi. Sasa basi ngoja nikuonyeshe sasa namna ya kujaza moja kwa moja bila kupoteza muda. Yaani utaanza kwenda taratibu. Hiyo ilikuwa ni level ya kwanza ambayo nimetumia maelezo mengi kukuelezea. Sasa twende katika level ya pili. Ni hichi kitu lakini tunaenda katika level ya pili. Nataka nikupeleke kwa haraka kidogo uone namna mambo yanavyoenda kwa haraka zaidi. Haya. New sketch, create, discard. Haya. Nachora tena kwa mara ya pili tena, nachora hivi, nachora hivi, nachora hivi. Natengeneza tu bado tuko kwenye 3x3 magic square. Haya, hatua ya kwanza nilisema tunaanza katikati. Kwa hiyo kiboksi cha kushoto, kiboksi cha kulia, katikati hapa ni hapa. Kwa hiyo mimi nitaanza na hapa katikati ambako nimeweka namba 1. Kwa hiyo mimi naanza hapa namba 1. Naenda kwenye pembe juu hapa kushoto hapa, natoka nje. Nikitoka nje huko nakutana natengeneza hichi kitu ya haraka. Kushoto hakuna viboksi, chini viboksi vipo, naweka namba 2. Nikipanda juu naweka kiboksi changu, vimishale vyangu. Chini huku ya hivi vimishale huku hakuna viboksi, kushoto vipo. Kwa hiyo kutoka kwenye namba 2 hapa naenda moja kwa moja mpaka namba 3. Nikitaka kupanda juu kwenye kona hapa hivi nakutana tayari namba 1 huku imeshajazwa. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nitaenda chini yake nitaandika namba 4, alafu nitaenda kwenye kona napanda juu namba 5, namba 6. Huku nikitoka juu nikichora hivi alama kule, huku chini kutakuwa hamna viboksi na kushoto hakuna viboksi. Sheria inaniambia naandika kwa chini yake, naandika namba 7. Naenda huku tena natoka nje. Chini kunakuwa hakuna viboksi, kushoto kuna viboksi. Kutoka kwenye namba 7 naenda namba 8 hapa. Nikienda huku tena natoka nje, maana kushoto hakuna viboksi, chini kuna viboksi, naenda moja kwa moja mpaka namba 9. Haya. Hapo kidogo nimeenda speed kidogo, umeona? Sasa hiyo ilikuwa ni hatua ya ngapi? Hatua ya pili. Kwa hiyo nakupeleka kwenye hatua ya 3. Umeona? Hatua ya 3 naenda speed kidogo ili uweze kuelewa yani tunajazaje haraka haraka. Umeona? Haya, nakwenda hapa new sketch, create, discard. Haya. Naenda hapa. Naanza 1, napanda juu, najua kabisa kushoto kulia, huko naenda 2, naenda huko naweza kukuta 3. Nikitaka kupanda huko juu nakutana kuna namba naandika chini yake 4, 5, 6. Nikitoka huko kote hakuna, kushoto na chini hakuna, kwa namba 7. Baadaye naenda hapa kwenye kona pale hivi, nakutana huko, nachora vimshale vyangu, chini hakuna, kushoto ipo, naenda namba 8. Nikienda hivi kimshale changu kile na kichora kichwani, na kushoto kutakuwa hamna, chini ipo,
nashuka chini moja kwa moja kutoka kwenye 8 mpaka namba 9 hapa. Kwa hiyo hapa nakuwa nimeshajaza ile wakfu wangu wa muthalithu. Umeona? Kidogo hapa nimeenda faster kidogo kuliko hatua ya pili. Sasa mimi huwa naenda speed zaidi hapa. Sababu hapa nakuwa naelekeza huku. Yaani nakuwa najaza huku naelekeza. Lakini mimi huwa na speed tu kubwa tu. Kwa hiyo hapa unakuwa umeshafikia hatua ambayo sasa una uwezo wa kutengeneza muthalithu. Unaita muthalithu tabii, wakfu wa tatu ambao wanaita 3 by 3 magic square. Haya, tende kitu kingine hapa ambacho natakiwa ukifahamu. Ukiangalia hapa namba 6 hapa, kawaida ya huu wakfu wa muthalithu bwana, ukiangalia 6 hii hapa, 6 ujumlishe 7 ujumlishe na hii 2 ni 6 na 7 ni 13, jumlisha 2 inapata ni 15. Sasa hii 15 maana yake nikijumlisha hivi 2 na 9 hapa ni 11, kujumlisha 4 15. 4 hapa nikienda hivi maana yake 4 nikijumlisha hii hapa 4 nikijumlisha 3 nikijumlisha na hii hapa 8 pia napata 15 hivyo. Napata 15. Kwa hiyo nikijumlisha hata kwa hivi maana yake juu huku kuna 6 kwenye kona juu kulia. 6 jumlisha 5 11, ukijumlisha na hii hapa 4 jumla inakuwa 15. Umeona? Nikijumlisha kwenda kwa hivi ni naenda kwa kushuka chini, na maana ni 1 jumlisha 5 na 6, 6 jumlisha 9 ni 15. Kwa hiyo inakuwa 15 15 15. Kwa hiyo ni 15 tupu. Umeona? Kwa hiyo jumla ya wakfu wa muthalithu, jumla idadi yake ambayo ni ya 1 row au 1 column. Yaani huu column moja au hii 1 row hii hapa. Hapa huwa ni 15. Au ikaa ni hii hapa pia inakuwa ni 15. Kwa hiyo ndio inaitwa wakfu. Yaani hiyo idadi ya upande mmoja inaitwa wakfu, ambayo ni 15. Ni ngapi? 15. Tukichukua hapa 15 na hapa 15 na hapa 15, 15 mara 3 inakuja 45. Sasa hapa kitu cha kuzingatia hapa, hii 15 huwa ni mwanamke, 45 huwa ni mwanaume. Umeona? Inakuwa hivi. Unaweza kujiuliza tena mwanamke tena na mwanaume tena. Iko hivi. Hii 15 ni jina la huyu mama yetu wa kwanza anaitwa Hawa. Huwa maana yake ni 8, alafu wao huwa ni 6, alafu alifu huwa ni 1. Kwa hiyo kujumlisha hapa 6 na ukichukua 8 na 6 inakuwa 14, kujumlisha 1 inakuja 15. Sawa? Inakuja 15. Ndio hiyo nimekuambia kwamba 15 ni mwanamke, alafu 45 ni mwanaume. Ndio maana inakuja hivi. Hii inaitwa wakfu. Tuendelee huko nikuonyesha kitu kingine. 45 ni mwanaume, tunachukua neno Adam. Adam, alifu ni 1, dali ni 4, alafu na mim ni 40. Kwa hiyo ukijumlisha 40 na jumlisha 4 jumlisha 1 unapata ni 45. Unapata 45 ambayo ni Adam, ambayo ni mwanaume. Kwa hiyo ukichukua wakfu mzima, yani vyumba vyote 9 ukivijumlisha inakuja 45, inakuwa ndo Adam, yani mwanaume. Alafu ukijumlisha kanani kamoja yako kamstari kamoja, 1 row au 1 column, ndio inakuja 15, ambayo hiyo 15 nikiweka ya 45 inakuja ngapi? Inakuja 1/3.
inakuja 1/3. Umeona? Kama unakumbuka, kama unafahamu katika mirathi za Kiislamu huwa mwanamke anapata theluthi ngapi? 1, alafu mwanaume anapata theluthi 2. Theluthi 2. Ya theluthi 1, theluthi 2. Yaani ukirahisisha hapa hiyo 15 ya 15 ya 45 inakuja theluthi 1. Kwa hiyo mwanamke huwa ni theluthi 1. Hata katika mirathi wanasemaga nini? Wanampa theluthi, yaani kama ni mali wanachukua mali zote wanagawanya mafungu matatu. Fungu moja anapewa mwanamke, mafungu mawili anapewa mwanaume. Yaani kwa hivyo. Haya, usiani hapo, ngoja tuendelee na somo letu. Sasa ukishapata hapo, hizi hapa zinaweza kubadilishwa zikaenda katika herufi. Kwa mfano, nafikiri mshawahi kuonaga wakfu wa mthalithu wa herufi za namna hizi. Utakuwa mshawahi kuona sehemu au unafahamu. Ukiangalia hapa nambari 6 hii hapa huwa ni wau, sawa? Alafu hiyo alifu huwa ni hiyo 1 huwa ni alifu. Alafu nambari 8 huwa ni he. Alafu nambari 7 hii hapa huwa ni ze. Ukiangalia katika zile nani herufi za abjadi zile, ze huwa ni namba 7. Alafu huyu namba 5 huwa ni he. Kwa hiyo wanaandika hapa he. Alafu hii nambari 3 ni jim. Wanaandika jim hapa. Alafu hii namba 2 ni be. Be. Alafu hii namba 9 ni twe. Alafu hii namba 4 ni dali. Sasa hii hapa ushakuona imeandikwa batwadi, zahadi, wahi. Yaani kwa kuanzia chini huko wanalisoma kama hii hapa ni batwadi. Alafu hii hapa inasomeka kama zahadi. Alafu hii hapa inasomeka kama wahi. Inaweza ikaanza juu, ikaanza batwadi, zahadi, katikati, wahi, ikashuka chini, whatever. Hata nikigeuza, nikizungusha, nikiturn left or right, yani kwenye rotation, nikirotate hii hapa inaweza ikabadilika, inakuwa hivi. Ngoja nionyesheni vizuri. Mimi nikirotate huko, wewe unaweza usione, ila nikikakabata haka kadude haka kakona hapa nikakainamisha, nikazungusha hivi, na maana hizi za huku hizi zitageuka, zitakuwa juu huko. Yaani nikipindua hii hapa, maana yake hii hapa itakuja juu, hizi hapa itakuwa ndio kitako, itakuwa imekaa vyovyote itakavyokuwa. Nataka kuonyesha kwamba unaweza kukuta kwamba herufi za juu zimebadilika, za chini zimebadilika, lakini ni zile zile. Ni namna ya rotation. Maana yake unaweza kaipeleka kushoto au kaipeleka kulia, vyovyote vile. Kitu kingine ambacho nataka nikuelekeze hapa ni kwamba ukiangalia huku juu, au kama utaanza kwenda kwa hivi labda column, si ukijumlisha unapata 15. Sasa katika kila wakfu huwa ina idadi yake. Kwa mfano kwenye wakfu wa mthalithu, ile by default ile ya kwanza kabisa ile ambayo ikiwa ni mthalithu tabi'i kama hii hapa, si inakuwa ina 15. Ina 15. Sasa kuna formula. Ikiwa murabion inakuwa ni idadi kadhaa ya either mstari huu hapa row au column. Kwa hiyo kuna formula hapa. Yenyewe iko hivi. Ili kupata idadi tunasema idadi ni sawa sawa na kuchukua n over 2. Hapa panakuwa ni n squared plus 1. This is the formula.
n squared plus 1, yani n over 2 bracket ya n squared plus 1, kwa maana ya kwamba hiyo n ndio itadetermine ni idadi ya viboksi inategemea kwenye wakfu wangapi. Kwa mfano hapa wakfu wa mthalith, maana yake n equal to 3, n inakuwa equal to 3 kwa sababu tuko kwenye mthalith. Ikiwa ni murabi na maana yake n sawa na 4. Ikiwa ni muhamisu n inakuwa ni 5. Kwa hiyo unaweza kupata idadi hii ya uwafuku ya pande mmoja sawa, either row au column, kwa kutumia hii formula hapa. Umeona? Hii hapa ya n over 2 mabano n squared plus 1. Haya, tuanze kuweka hizo nani zetu. Kwamba hapa ni mthalithi, kwa maana n ni ngapi? Ni 3. Kwa hapa itakuwa ni 3 ya 2. Hapa nun 3 square inakuja ngapi? 9. Ukijumlisha 1 unapata 10. Kwa hiyo hapa ukipata 10 utagawanya, ukipata 10 hapa sawa, maana yake utakuja uchukue kwa 2, 1 kwa 2 ni 5 kwenye ile 10, na 5 mara 3 hii hapa inakuwa ni 15. Inakuwa ni 15. Nafasi haitoshi vizuri, lakini ukipiga mahesabu tu unakuja unapata hivyo. Unakuja unapata namba tu vizuri, hii unaipata. Umeona? Yaani n gawia 2 hapa ni n square kipeo cha pili jumlisha 1 hivi, ambapo n yetu kwa sababu ni mthalithi inakuwa n inakuwa ni 3. Kwa itakuwa ni 3 gawia 2 mara hapa n nyingine ya kwenye mabano inakuwa ni 3 square ambayo ni 9, kujumlisha naye 1 inakuwa ni 10. Kwa hiyo ukigawanya kwa 2 1 hapa kwa 2 ni 5, inakuwa 5 mara 3 15. Kwa hiyo hii 15 ndio hii hapa juu huku tulikuwa tunaiongelea, yani aidha kujumlisha hivi 15 au kujumlisha hivi inakuwa 15, au hivi 15 au hivi 15. Iko hivyo. Kwa hiyo hizo ndio formula ambayo unaweza kaitumia kuja kupata kama ikiwa ni murabi, unajua jumla ya zile nani itakuwa ni ngapi. Kwa mfano kama ni murabi hapa si ni n squared jumlisha 1. Katika murabi n itakuwa ni 4. Kwa itakuwa ni 4 gawia 2 zidisha 4 squared ni 16, ujumlisha 1 17, inakuwa ni mara 17. Kwa 2 1 kwa 2 ni 2, 17 mara 2 ni 34. Kwa katika murabi ukija ukijumlisha 1 row, yani mstari mmoja huo, au 1 column kwa mstari katika kusimama au kulala hapa, ndio inakuja inakuletea 34 katika murabi. Katika mthalithi inakuja 15. Katika muhamisi utapiga mwenyewe utapata ngapi. Yani ndio inakuwa iko hivyo formula yake hiyo hapa. Unaona? Hebu tuishie hapa kwa leo, alafu tutaendelea na kipengele. Nataka niweke video kama 7 hapa, tutajadili kuhusu hizi wakfu. Tutaingia kidogo hadi kwenye manazili, tuangalie namna gani zinaweza kufanya kazi vizuri kwa kufuata manazili. Kwa sababu watu wengine wanakutana wanaweza kufanya hivi afu kaona haikubali, mara si majibu yanakuja, lakini ndio hivyo tena hivyo Lakini tukienda kimanazili barabara vizuri, utaona zinafanya kazi. Kwa hiyo tutaenda mpaka tutagusa manazili, tutaenda ili uje uone kabisa hii kitu inakuaje. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.